asubuhi ya leo tukikabidhi mikononi mwako, kiomba kwa ajili ya mkutano ambao tutakuwa nao kule Heartland wiki ijayo, Friday, Saturday na Sunday. Naomba neema ya watu kuokoka, naomba ishara na maajabu na miujiza zikatendeke kwa jina la Yesu Kristo. Inaomba Bwana kudhihirisha ukuu wako katika kila jambo. Tunaomba neema ya usafiri, tunaomba na hata wale watakaohudhuria, kila mmoja akaweza kuhisi nguvu zako, walio wagonjwa wakapone katika jina la Yesu Kristo. Bwana, na ukaachilia neema katika kila njia, ulinzi na utetezi wako. Achilia neema ya watu. Tunaita watu katika huo mkutano kikambala sasa katika jina la Yesu Kristo, katika vitongoji na vijiji vyote vinavyokuzunguka. Bwana, ukaachilie neema katika jina la Yesu Kristo. Atiisha kila wazo ambalo linaweza kujiinua kinyume na mapenzi yako katika mji wa Heartland, kwa maana Bwana ulitutuma pale na kusudi na lengo lako. Naomba Bwana ukalitimize sasa kwa jina la Yesu Kristo. Kabili mkutano wa kweli katika jina la Yesu Kristo. Kiomba ukaachilie neema sasa kwa jina la Yesu Kristo. Takapokuwa tukianza hii na hiyo kesha na revivals kila siku katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ukaachilie ujazo wa Roho Mtakatifu, utelezi wa Roho Mtakatifu na nguvu zako ziweze kudhihirika kwa utukufu wa jina lako. Kila kuinua Bwana, nasema wastahili kupokea sifa na utukufu kwa sababu zako. Wewe ni mkuu, wewe ni mwaminifu, Bwana, vizazi na hata vizazi. Bwana, unajua yote. Fungua kinywa chako omba kwa ajili ya wageni wote ambao kuja hapa kanisani. Wawe na neno kwa ajili yetu kila wakati, kila wakati. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, na kushukuru Bwana kwa ajili ya watumishi wako wanaokuja katika madhabahu haya. Naomba kwa ajili ya wainjilisti, naomba kwa ajili ya mitume, naomba kwa ajili ya manabii, naomba kwa ajili ya wale walimu wa wachungaji. Nikiomba Bwana neema yako ikaachilie juu ya kila mmoja, ukajitukuze kwa kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Ukafungue masikio ya mtu wa ndani, fungua macho ya mtu wa ndani, ili tuone maajabu yaliyopitika kwa sheria yako kila wakati wanapokanyaga kwa jina lako. Pokea sifa na utukufu, ni kwa sababu ni zako. Asante Bwana kwa ajili ya nafasi nzuri hii ambao Bwana umetukutanisha ili tukaweze kusikia sauti yako Bwana, tukaweze kuenda nasi kwa Bwana unastahili. Pokea sifa na utukufu kwa sababu zako, wastahili Bwana. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu, hakuna aliye kama wewe. Pokea sifa na utukufu kwa sababu ni zako, kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Kwa moja mtumishi wa Mungu nitaalika tu wakati tunaendelea.
Ninashuka na kukaa katika sifa za watu. Haleluya. Haleluya. Wapi makofi ya shangwe na vigelegele? Baba pokea sifa. Yeah.
umetuleta tujifunze kwako, nasi tunasema asante. Na nibariki jina lako kwa ajili ya mtumishi wako aliyeweka maeneo haya na kuona ni vema nikawe hapa, na ninaomba uhai umtumie kwa ajili ya watoto wako, na jina lako litatukuzwa kupitia mtumishi wako aliyeweka maeneo haya, na mimi nakupa sifa na utukufu kwa Yesu Kristo tuseme amen. Amen. Kwa majina naitwa Elizabeth, wengine wakipenda wananiita mchungaji. Ni mke wa mume mmoja anaitwa Paul, na nina mtoto wawili na wajukuu wawili. Amen. Na mchungaji wenu ni rafiki yangu sana. Mfati sisi nafikiri ndio waanzilishi wa hii huduma mahali hapa. Mara nyingi tuliombea huduma ikiwa ndogo, ofisi ilikuwa sikiwa mpya hapa hivi, huku kulikuwa na nyumba ilikuwa, kanisa ilikuwa hapa. Lakini tunashukuru Mungu mmesonga. Hebu nyosha mkono wako kwa nimesema kwa jina la Yesu. Wale mnapaswa kuketi pale. Kuanzia Jumapili muwe hapa. Na mfike mapema. Kwa jina la Yesu. Sema kule ni kwa kukaa watu. Kule ni kwa kukaa watu. Naomba umsalimie rafiki yako, mkaribishe. Mwambie karibu ibada. Karibisha. Najua saa ingine kutoka asubuhi unakaribisha mtu, wewe umeketi na yeye, kae na yeye kama mpita njia, msalimie, mkaribishe kwa ibada, mchekee. Wengine hawajacheka hivi, wewe mchekee tu. Bwana asifiwe. Kuna watu wa kuwachekesha. Bwana asifiwe. Nyakati tunazoishi si rahisi kupata mtu wa kukuchekesha, huku ndio tunacheka. Haleluya. Ni kwa hiyo tunakuja kwa kuchekanisha, kufurahiana, sivyo? Kuambiana kwa smart. Haleluya. Alafu unakuja huku kutiana moyo. Bwana asifiwe sana. Daudi alisema hivi, nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Nini kilimfurahisha? Kuambiwa uko smart, uchekeshwa, kuambiwa unapendeza, akaona kumbe kule nje watu hawana haja na mimi. Ndio akasema nilifurahi waliponiambia twende. Haleluya. Sifurahie uwepo wa Mungu siku ya leo kwa jina la Yesu. Situmpigie Mungu aliyetufanya mimi nimekuja tu tujifunze kwa Mungu. Tujifunze kwa Mungu. Si kuja kufundisha jambo geni. Nimekuja kufundisha mambo ambayo mchungaji wewe kule kwenye Mulunje amehubiri ama amefundisha. Ila leo nataka tu nikusaidie kama ndugu yangu kiroho. Haleluya. Na kama unaandika notes zako, ujumbe wa leo, siku ya leo ni ulimwengu wa roho. Andika tu hilo, ulimwengu wa roho na nguvu ya sadaka zako. Ulimwengu wa roho na nguvu ya sadaka zako. Ulimwengu wa roho ama wa roho na nguvu ya sadaka ulioitoa wewe. Bwana Yesu apesi. Nataka tuongee kidogo kabla sijakupatia kifungu cha kusoma. Sadaka yako ndio inakupatia access ya kutawala ulimwengu wa roho. Ngoja nianze hapa. Naomba unipe macho yako na sikio lako. Tunapoingia maombi,
tunaingianga maombi tuchukue vitu vyetu ambavyo ulimwengu hauvioni, lakini sisi tunaviona, si ndio? Tuchukue tulete katika ulimwengu wa kuonekana, si sawa? Sasa kule katika ule ulimwengu kuna kila aina ya uzuri na kila aina ya ubaya. Ulimwengu wa rohoni ndiko shetani anafanyia kazi, na huko ndio sisi shetani. Naelewa sasa? Kuna ulimwengu wa roho ya Mungu ambapo ndipo tumekuja leo tufanye ibada, tuingie huko. Haleluya! Lakini nikwambie kitu, sisi Mungu hajatulima kitu, hata tuambie katika ulimwengu wa roho kuchukua vitu vyetu katika ulimwengu wa roho viko tayari tuvipate, lakini ulimwengu wa roho ya giza umezuia. Sasa sisi hatuna vita na ulimwengu wa roho wa Mungu, tuna vita na ulimwengu wa roho ya kishetani, si sawa? Sasa roho ya kishetani ina tabia moja, haipingi watu wa shetani, inapinga kufanikiwa kwetu. Vita vya ulimwengu wa giza ni kwa sababu yetu. Unanipata sasa? Ni kwa sababu yako, ni kwa sababu yangu. Ndio maana imefika wakati kitabu cha Exodus nafikiri chapter 14, Moses akamwambia Mungu, wewe ni mtu wa vita. Sasa kama Mungu ni mtu wa vita, alikuwa anapigana na nani? Alikuwa anapigana na ufalme wa giza. Kwa hivyo kama Mungu ni mtu wa vita, sisi ni watoto wake. Sisi nasi tunapaswa kuwa watu wa vita. Kabisa vile mwenzako mwambie hivi vita lazima upige. Hizi vita lazima mtu aliyeokoka upige vita. Na vita vyetu sio vya mangumi haya, ni vita kwa vitendo. Unapiga vita kwa matendo unayotenda katika ufalme. Asubuhi nilikuwa naambia watu kanisani wale wanarauka, nawaambia hivi, pale tumefika sasa, hata tukilala tutalala kama tumekuja ngumi za kiroho. Na matenge tumeweka tayari. Lazima tupende, lazima tufanikiwe, lazima tushinde vita. Lakini mambo kama hayo hayafanikiwi kwa mtu wa kulasema Mungu anajua. Akitaka kutenda sawa, ataka kutenda sawa. Alafu mimi nimezoea. Wewe wangapi mmezoea? Hakuna kitu shetani anafurahia kama Mkristo aliyezoea kuteseka. Msalimia mtu mwambie usifurahishe shetani. Acha naye akae. Usimfurahishe kabisa. Usimpe nafasi hata ya kucheka. Usimpe, mvamie kivyovyote. Unamvamia kimaombi, unamvamia kwa sadaka, unamvamia kesha, unamvamia unigoje wewe unamchanganya. Haleluya. Kwa Kristo soft. Vitu vyetu vimeenda. Mimi nilimwambia shetani, nikishajua mimi hii ni haki yangu, silalaki, nalala macho. Namwambia ni kuacha utaji. Ni kuacha utaji. Mwanzo una haki ya kuchukua chochote chako. Mimi mwana wa Mungu, akimenyang'anya nyumba yangu, sina nyumba ya kuishi. Atarenda kulipa nyumba sina. Alafu nalala mpaka asubuhi. Alafu natoa shilingi 20 sadaka. Hivi vita mnaona kufanyika sasa? Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kukuambia hivi, amka, umekuja, vaambia ufalme wa giza ukupe haki yako. Hakuna kitu hata kimoja Mungu amezuia. Maana katika kitabu cha Mathayo 10:11 na 12 inasema, nafikiri ni 14:11 na 12. Inasema hivi, kama si 10 ni 14. Inasema hivi, wale waliompokea Yesu walipewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Sasa kama tumepewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, hii matatizo inatokana na wapi? Inatokana na pale ulipoambiwa wewe ni mwana wa Mungu, haukujua shetani alikupangia vitu. Aliposikia wewe umeokoka
Kufanikiwa maana hujajua. Hujajua siri. Wewe si rafiki ya shetani. Wala wewe si mtu apembelezwa na shetani. Siku ulisema Yesu naja kwako, maisha yangu nakupa wewe, ndio vita vilianza rasmi. Ndio vita vilianza rasmi. Lakini shida ni kwamba wewe si mzuri wa kupiga vita. Una tabia ya kusema mtu aliyeokoka anaweza fanikiwa. Andika mahali hiyo ndio uongo. Hiyo kuokoka ni kutangaza vita vyako na alishapanga wewe. Ndio maana wanavamia hapo polepole. Wanavamia ndoa mpaka inafika kwa nyumba, wanavamia sitting room, wanavamia bedroom. Unaanza kukaa kuangalia mbele. Alafu kama mna siku basi kila mtu anaoa siku yake. Mlivamiwa na mmeokoka. Why? Unasema watu waliokoka wameshinda vita. Vita vya mlokole vinashindwa akipigana. Na santaka yako ndio silaha, yaani kati ya silaha zote. Wacha niwaambie kitu. Utoa santaka ndio silaha ya pekee ya kumweza shetani. Mimi nataka kuonyesha kitu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipotuumba sisi, alituumba tukatawala. Usikize. Tukatawala. Anasema tukatawale vitu vyote. Na chochote kinatambaa. Anaanza na samaki wa baharini. Uliza jirani yako baada ya kula samaki ilikuwa nini? Na anasema tawale samaki. Mbona vile tumenyang'ana tunatoka sisi huko. Tuko huko tukifikiria kuondoka saa ngapi hapa? Tukatawale na kusema mbuzi tutawale, ng'ombe. Alianza na samaki wa baharini. Baada ya kula samaki ilikuwa nini? Maana ndio chakula cha kwanza ambacho menu ya Mungu ya kwanza kwetu ni samaki. Haleluya. Namba 2 akasema atukule miche yote. Sasa hivi kuna mtu hapa ukuli greens. Unikatazwa uliambiwa kitambo. Alafu unadai naweza is planted greens. Umeelewa? Ujui uliambiwa unatakaza vile umevinyu. Unatangaza vile umesambaratishwa. Haleluya. Nina maana ninaelekea nihusu kwa kitu. Ninapokuja kanisani alikuwa hakuli pilau. Eti kwa sababu hakuli nyama. Nikamwambia kama ukuli nyama kuja kuwa Mwisraeli. Wala Israeli walikuwa wamewekewa nchi ya ahadi yenye nyama, asali na maziwa. Asali na maziwa ni kwamba palipo na maziwa hapakosi nyama. Sasa kama ukuli nyama una kitu kipesi. Na wengine wakuni maziwa, ati wa enjoy it. Mimi niko sawa pastor, unaona? Na nimeokoka. Wajua kuokoka ni uchimbe deep mpaka utoke huko sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba hiyo keyboard tafadhali. Usipige kwa. Sasa ninaongelea nini? Leo ninaongelea sadaka yako. Ulimwengu wa roho unakuja sadaka yako. Haleluya. Leo tuko hapa, mbingu zinajua tuko hapa. Na Mungu anajua tuko hapa. Na kuanza ibada kwetu hakusumbui Mungu. Katikati ya ibada yetu haisumbui Mungu. Kinachosumbua Mungu ni sadaka tutakayotoa tukitoka hapa. Amen. Haleluya. Amen. Nikawa nauliza hivi kule kanisani kwetu. Kama ni mganga hapo hapa anaitwa Pastor Mulunji, kwa mganga Mulunji. Sawa? Si mganga, lakini mfano. Mganga Mulunji. Kwanza waganga wa kutoka Ukambani. Wewe sasa kwa bahati nzuri umekuja wateja wengi na mali. Niambie huyo mganga anapata wateja kila sana kiwango hichi. Ni raundi ngapi wanaona sisi? Tunaongea. Itachukua raundi ngapi anunue Mercedes? Utaniambia tunaongea mstara. Ni masaa ni kama miezi mingapi? Miezi mitatu atakuwa na Mercedes. Na mbuzi zitakuwa zimepelekwa huko kwenye jengo huko.
zimewekwa zile, mnaleta kuku, atakuwa amechukua oda Baraka Cafe, zile mnaleta akipeleka. Ungekuwa tajiri mmoja anaitwa Mulukuji. We are talking ambaye watu wanakuja kwake zaidi ya 20 kila Sunday. Na ni kwa nini ulimwengu wa giza unaheshimiwa? Mungu wa giza anaheshimiwa kuliko Mungu wa Israeli, kuliko Mungu wa majeshi, kuliko Mungu wa mbinguni. Mwae kujiuliza ni nini watu wanachanganya watu wakipanga, yaani akiamka hivi, akiamka asikie pale nimefikisha matatizo, naona nitapondea kwa mganga, amke asubuhi na kwenda anaanza kutafuta pesa wakati wanaamini. Ama kidogo bwana mmoja anaamka asubuhi akamwambia bibi yake anaenda kwa mganga. Tunaongea mimi sina haraka. Sasa si anaamka kwanza anasema mimi naona hii shida, twende tukaangaliwa mapojeti kule, kila kitu sasa tunajua kila kitu. Ndiye mrunga hii ya mrunga, na kama atataka kunisaidia sasa nitapunguza kile wataitisha, angalau nisitoke huko bila kama nguvu kidogo, nisitoke bure, bila panga. Haleluya. Unakutana na mtu akipita watu anatafuta kazi ya mjengo, kazi yoyote hata kuuza watu, mbona apate pesa aende kwa madhabahu ya mganga ya mzimu ya Mungu wa dunia hii akatafute msaada, anatafuta sadaka. Muulize jirani yako, ile sadaka umebeba umeanza kuitayarisha tangu lini? Muulize, usimwogope na mwambie usimwongee kwa sauti kubwa, wenzako wasisikie. Vipi yako umetayarisha tangu lini? Hakuna watu wamedhoofisha kazi ya Mungu na ufalme wa Mungu kama Wakristo. Maana tunaamka asubuhi, kile tunajua kile mahali kiko ni nguo tutakayovaa na viatu. Lakini sadaka, wengine ukumbukia mlangoni akifika mlango, sina sadaka. Anapengwa ile cheki ya jana, anapata 20. Anasema jamani, kuna mali 10 niliweka 10. Anaipata, anasema asante Yesu. Atebo. Familia yako ni nzima, watoto wako ni wazima, umelikiwa jamii, una tati. Unapelekea Mungu. Ona hiyo kejeli ya kiwango cha juu. Yaani yone tu. Shilingi 30. Alafu kwa bahati nzuri, muda unitosha. Kwa bahati nzuri sasa, jirani, sema jirani, amekuchukia wewe. Vile unavyovaa ovyo ovyo hata. Apendi hapo kwa biashara yako na nako mara jana tukutuko. Apendi. Sio sawa. Apendi leo watu yako mara uniform umenunua kitu aina 4. Yaani nikizima wash uniform, watoto wako wanachechea watoto wako. Sasa hiyo Jumapili ukibeba 3 na ile pesa ya kwenda kwa mganga kwa ajili yako inatosha. Uko na change kwa 30 kako. Na iwe shangwe jamaa amekuendea, anabeba pesa. Akifika kule anasema, daktari, mimi nimekuja, kuna jirani moyo wangu ufurahia. Mimi nataka kwanza unifirishe na hiyo ndoa univunje. Mambo madogo hayo. Kule mambo wale madogo, huko ndio mambo. Kila siku mchungaji anatufundisha juu ya imani. Imani inafanya mambo yawe dogo. Yaani makubwa kuyaona haya. Faith. Anaitwa nani? Anaitwa Jane. Hapo bwana yake Kaini. Kwa hivyo Kaini ni bwana yake. Jane. Ana watoto wangapi? 6. Wakike wangapi? Wawili. Akiume 4. Sasa anauliza maswali mengi, akiambiwa wakike ni 2,
si ajaze wakiume ni wanne. Hapana, anataka ni Yesu. Alafu akimaliza anasema, wacha tuulize wazee. Huko hapo wa mama, msikize vizuri. Huko ni wazee wanafanya kazi. Na unaendelea sadaka. Ama naongea vitu vyangu. Yes, wazee wanapiga, wanainuka. Wazee wanasema, hii kitu imeisha, lakini unatakikana ugharamike sadaka 18,000. Maana wanaonekana kidogo wanajikinga sana. Unajua kujikinga sana ni nini? Ni ile mambo unalazimisha kwa pasta. Ndio hiyo kujikinga kidogo, mapasa pesa itatoka kulingana na vile unajikinga. Tumetingisha tukaona kidogo ana imani ambayo kuweka chini si rahisi, lakini itakubidi kama unataka. Hata Waswahili wanasema palipo nia hapakosi njia. Sasa wewe tafuta ulete. Anasema, kwa hivyo mimi kija na 18,500 hii kitu inaisha. Kabisa. Utawaona hata huo mtaa. Anasema niko na ya kuanzia, anzia. Hiyo 8 inaanza hapo. Na wewe uko na 3 baba. Katara zilikango, kakumi ni kama kanapotelea kwa mfuko. Hiyo 20 ndio unaisikia. Sio kama hiyo. Ndio kama hiyo 20. Bwana asifiwe. Kuwasaidia. Si sawa? Amen. Aliacha ngapi deposit? 80 kwa ajili ya ndoa yako. Na jina lako na bwanako na watoto. Alafu anarudi hapa mkopo unamwambia amoradi achukue pesa kwa sababu ni shida shaiko kama ni size sijui. Anapeleka anasema nilikuwa ninasikia nifanyie haya. Nifanyie tuana. Na ulia kuna kitu atabebe. Hakuna 18,500. Wewe inavunja ndoa. Kwa sababu gani? Wewe na bwanako ukitoa sadaka nyingi Elizabeth. Sadaka ina uwezo wa kuamua ile maisha utaishi. Wale mnaandika mahali. Sadaka yako ina uwezo wa kuamua ile maisha unaishi. Ile utaishi, watu utaishi. Watu wengi unaona pale Mtwapa wamekuwa nguo zimekuliwa na sadaka. Wanaume wamepeleka sadaka kwa madhabahu za giza, wakasema akue nguo. Nataka kuona popote. Na wakavua nguo wakapata. Wengine mnamtaka na nguo. Ni sadaka zinafanya kazi. Hiyo ndio nguvu ya mtu ametoa mwenyewe. Watu wengi unaona hawawezi kaa na wake zao, hawawezi kukaa na waume. Ni sadaka zilitolewa. Hebu salimia mtu mwambie toa sadaka kabla hujatolewa sadaka. Toa sadaka yako kabla haijatolewa kwa niaba yako. Atukuzwe Yesu. Amen. Mimi hapa nilipo wametoa sadaka mpaka wamechoka. Mpaka mwingine akaja akamwambia mshirika hapo. Najua yule pastor wenu atumii nguvu za Mungu, anatumia nguvu za watu wa kwao. Babake anamletea nguvu. Wao wengi wapige kusema babangu ananiletea nguvu. Wameenda mpaka wapi? Unafikiri wameenda mpaka wapi? Si wamechimba sana. Wakafuta wa asisi asijulikani zinakotoka. Wakabidi wasikilize baba. Sasa babangu alitoka duniani. Niko nazo nimebeba full mkoba. Na yuko. Why? Ninajua nguvu ya kushinda vita katika ulimwengu wa roho ni sadaka yangu. Ukisikia mtu anakuambia usicheze na mimi, ujue si maombi yake. Sadaka anaenda kutoa. Usiwahi sema fulani aliombea fulani akasabaratika. Hakuna maombi kasabaratisha kutumika sadaka. Never. Utaomba, uombe, lakini mpaka siku kutatoka sadaka ipige kelele katika ulimwengu wa roho ndio utatendeka kitu. Unaweza kuuliza pastor ananichosha kila siku maombi. Ni lini nitafanikiwa? Utafanikiwa ukitambua sadaka
Sema amen kama uko hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Na hakuna mafanikio yasiyotegemea sadaka. Hebu nikuonyeshe kitu, hebu tusome huu mstari, nafikiri tutaenda kukutana hapo mbele kidogo. Genesis chapter 15. Genesis 15 verse 8. Ni Mwanzo 15 mstari wa 8. Kuanzia Bwana Yesu asifiwe. Nataka turudi kule chapter 12. Genesis chapter 12, tutasoma sasa hivi. Ni kitabu ambacho tutasoma kule nyumbani. Mungu anamwambia Abrahamu, toka katika nchi yako na uache baba yako, uondoke mpaka mahali nitakupa. Alafu ukifika huko, nisikize vizuri. Ukifika huko, nitakubariki mpaka uwe wabaraka wa watu wengine. Nitalikuza jina lako. Sikiza. Alafu atakaye kubariki nitambariki, atakaye kulaani nitamlaani. Sasa tuongee wanao. Walokole, ndugu zangu ndio hapa dada zangu. Sasa Mungu ameniambia nitoke na nimetoka. Ama si uliambiwa uokoke na ukaokoka? Ndio hiyo. Mungu amesema nitoke na nimetoka. Sasa akaniambia nikienda huko atanibariki, si ndio? Mpaka nikawabariki kwa watu. Na atakayenilaani atamlaani. Atakuza jina langu liwe kuu kwa mataifa. Chapter 12, chapter 13, chapter 14. Huko Sara ametoka. Akamwambia jamaa, chukua huyu mkazi. Weza, kuna mtoto ndani yangu. Weza. Chapter 14, chapter 15, ndio huyo Mungu tena. Anamwambia unajua, nataka utoke nje uhesabu nyota. Usikize, uhesabu nyota. Watoto wasema Mungu wacha mambo yako. Wacha kabisa. Wacha mambo yako. Hata nikahesabu nyota hizi. Tumetoka wapi? Tangu chapter 12. Chapter 12 uliniambia nikitoka tu. Hapa kuna watu mkiongoka. Maisha yanakuwa nje. Salimia jirani yako, mwambie ni wapi. Alikudilia vibaya. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba zamani. Tembarale, kwa Yesu ni tembarale. Hiyo ni wimbo wa kukamata mtu aje huko. Huko ndani kuna kazi. Tembarale na wapi? Kuja nipajiwa hapa kutoka jana. Una tembarale? Tuongee, tembarale kwa. Ndio wenyewe kujalipa. Una tembarale? Watoto hawajaenda shule, kuna tembarale? Hakuna baba Yesu. Wapi wale wa mambo yetu wataelewa. Sisi hatuelewi. Mimi mwanzo sielewi. Hakuna milima. Hakuna milima. Milima iko. Sasa mtu mwambie milima iko na mabonde. Si milima pekee yake. Milima plus mabonde. Ukipotelea kondeni sawa. Ukikufia kwa nani? Hakuna tembarale hapo. Wacha kudanganyana. Sasa amefika chapter 15, anamwambia sasa, wewe umekuwa ukisema. Mungu anamwambia sikiliza sasa nikwambie. Unajua nilikuja kuchunguza nikakuta mchungaji Abraham, roho ya utasa. Umeelewa sasa? Roho ya utasa alipata kupitia babake. Bwana asifiwe. Na ilikuwa itamgharimu sana, maana hiyo roho ilifunga. Ilisababisha Mungu aruhusu tumbo la mke wake lifunge. Unasikia sasa? Sasa katika safari hii kutoka chapter 12 mpaka 13, ilikuwa Mungu anatafuta ni jinsi gani anaweza kutatua shida ya tumbo la Sara. Alipokuwa akitafuta jinsi ya kutatua shida, Mungu akaona hii kitu haitafanyika bila sadaka. Hii kitu haiendi. Na ni Mungu, kama ni Mungu mwenyewe. Huyo ni Mungu, acha mchungaji. Sasa kile mchungaji akikwambia ongeza kiwango cha sadaka, ni njaa inakusumbua wewe. Tena hata kusikizi na Mungu. Kama wewe unaona kama hivi. Tusimwambie mtu. Njaa. Unaona hata leo alikuwa mdhaifu. Nataka sadaka yako niongeze. Siongeze. Sardes, lain sulit. Itu.
ungelia kabisa, ungekuwa ukiongea unalia na unajirekodi kwa TikTok, wajue ulikuwa unalia maana gani kuambia ongeza sadaka. Why? Mungu mwenyewe sio pasta. Anamuita Abraham tena anamwambia kaa hapa mzee. Mimi nimechunguza nikakuta. Hii alia mimi Mungu, lakini aende bila sadaka. Atakayechukua hiyo sadaka ni nani kwa Mungu? Atakayechukua hiyo sadaka ya Abraham ni pasta nani? Wacha niulize hapo. Si Mungu amesema atoe. Na tumuone pasta anachukua. Ni nani? Ni nani atachukua? Nani atanisaidia kuniambia? Ni nani atachukua hiyo sadaka? Hii sadaka ambayo Abraham atoe. Samaki, jiwa, nini zilikuwa zinachukuliwa na nani? Yaani Mungu mwenyewe anataka sadaka itolewe na mtu mwenye alimtoa kwao kwa mashamba. Alikuwa kule alilima. Alikuwa kule alifunga, akamsuluhisha mitaani. Ana chochote. Leo anamwitisha sadaka aina ngapi? Soma vizuri vitano. Wacha wewe moja inakufanya uone kama unaelewa. Zile sadaka zilikuwa aina 5. Isaka ni mtoto wa sadaka aina 5. Ama utaishika turudi nyuma nikuonyesha aina 5 kivipi? Turudi hapo. Twende hapo. Tuko pale tulikuwa. Pale tulikuwa kitabu gani? Mwanzo 15 wale tunaingia sasa hivi. Nafundisha ulimwengu wa roho na nguvu ya sadaka yako. Sikia, akamwambia nipatie ndama. Hiyo ni ya kwanza. Kwa miaka mingapi? 3. Si ule mwenye mifupa migumu. Pili, mbuzi mke. Hiyo ni ya pili. Kwa miaka 3, sio ule mwenye shingo ime kwa 3 kondoo. Na 4 hua. Si ndio? Na 5 mwanajibu. Sadaka ina ngapi? Kuna mambo unapitia hayatatatuliwa na kuja kwako hapa na kulia sana. Wacha kulia kwanza. Jikague upande wako wa sadaka. Jikague sana. Jikague upande wa matoleo yako. Madhabahu hii inakujuaje? Siku moja niliambia watu pale kanisani, usiwahi kujidanganya umekuwa kanisani wakati umekuja kwa hiyo kiti umekaa, umeinuka tu usiku na ukiabudu na kuinuka ya pili ilikuwa ya ukienda nyumbani. Usiwahi kujidanganya ulikuwa kwa ibada. Ibada haikamiliki ukisikia mtu wa Mungu mpaka ufike hapo. Hebu salimia mtu mwambie mpaka ufike madhabahuni ndio ulikuwa kwa ibada. Kwa kama umekuja kanisani kwa sababu nimeenda tu mimi nikaabudu, nina sadaka sina na umekuwa ukijifariki kwa hilo. Siku zote umekuwa hapa na hujafika hapa kuleta sadaka. Hakuna ibada mwanangu unafanya. Nataka kujua, jiulize, kwa nini mganga hawezi kutibia mtu popote? Wanamwambiaka twende madhabahu. Twende madhabahu. Na pale kwenye madhabahu zao kuna mahali pale unapaswa kuweka sadaka. Kuna mahali pale unapaswa kuweka sadaka. Sio hapo umeketi. Anakuambia ika pale ndio watu wote wakaeka. Kwa hiyo ibada yako inakamilishwa na sadaka yako. Ndio inasababisha mbingu zijue ulikuwa huku. Kwa hiyo watu tuache kujifariji the name of nilikuwa kanisani. Nilikuwa kanisani, hiyo hata ipigi shetani chochote. Hiyo hata ipigi shetani kustuka. Kile kinamstua ni jinsi ulivyojipanga kwenda kwa hiyo kanisa leo. Kuna ameni ama zimeisha? Amen. Kuna ameni ama zimeisha? Amen. Wangapi wanaelewa kile nafundisha leo? Amen. Na hakuna kitu kibaya kama kuangalia jirani yako anatoa nini. Kila mtu hapa ana mahitaji ya kwake na anaelewa Mungu kivyake. Mnaelewa hapa? Kila mimi nimekuja kukusaidia. Vile ambavyo unaweza kukomesha ile roho inakutesa. Vile ambavyo unaweza kukomesha ile roho umeiombea imekataa. Itolee sadaka kila siku za ibada. Do it. Hata afadhali uende dukani, si unakopa unga unapewa, unaandikwa.
Mwambie tu nisaidie na 50 niandikie tu hapo ndani. Kumbe ni sadaka. Mbona unakopea tumbo na ukopei madhabahu? Ili wazo la kukopea tumbo lilitoka wapi? Na tukopei madhabahu. Atukuzwe Yesu. Atukuzwe Yesu. Pigia huyu Yesu makofi mazuri. Sadaka ni silaha, ni kipawa cha pekee cha kukuunganisha na Mungu aliye mbinguni. Ndio kitu cha kipekee cha kukuunganisha na Mungu aliye mbinguni. Turudi nyuma kidogo. Mungu kwa John 3:16, maana jinsi hii Mungu alipenda akamtoa mwanawe wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Haleluya! Alimtoa. Kule kitabu cha Ufunuo wa Yohana inasema Yesu ni sadaka, ni dhabihu, ni kondoo ya dhabihu. Kuna mtu mmoja anaimba kule duniani, la kalondu kaumismeningai wakwa niko kalondu kaumismeninganona kwandangiwe. Ile sadaka na kondoo. Yesu amezaliwa kama mtu, lakini kabla ya Golgotha wamebadilisha jina, wanamuita sadaka, kondoo wa sadaka. Sasa ili mimi na wewe tuwe hapa leo, Yesu alitolewa sadaka. Haleluya! Ni sadaka ilitolewa ndio mimi niliokoka. Wacha niwaambie, kama si Yesu kukubali kuwa sadaka, huyu mwanamke angekuwa mtu hapa. Na nilikuja mtu hapa 1996. Huu ulikuwa msitu. Huu wote ulikuwa msitu. Tulikuwa tunateremkia hapa kanisa hapa. Tunaenda kanisa Good Samaritan. Pastor Kristo, alikuwa pastor. Na hiyo kanisa ilikuwa ya matope. Hii ilikuwa msitu 1996. Bwana asifiwe. Na nilikuwa naenda kanisani. Nikachoka kama wewe vile umechoka. Kafika mahali nikarudi kwa ulevi vizuri. Kama si Yesu kwa sadaka wangu, mngeniona. Huyu mwanamke amelewa hii kutoka. Unajua kulewa? Hebu salimia mtu mwambie huyu mama hapo hoka juzi. Na hapo hoka kitabu. Mimi nimelewa hii kutoka, please. Nimekuwa klabu hii kutoka, tumeanzia class hapa. Nani anakumbuka class tulikuwa wapi ndio unaona watu wa zamani hapa? Ni mmoja, ni kitabu. Tukavuka tukaenda kucheza mwingine huko. Unaitwa ni George hapo mbele. Huko kapanda baiskeli mimi hapa. Kama wewe unajifanya hapa. Amepanda baiskeli, amepanda sio hapo. Pusi kitu pusi. Yaani kama si Yesu. Mimi singekuwa huko leo. Shetani alinikanika kama tingatinga. Mimi nilikula miraya mirefu, mkoka ulikuwa bado. Unajua siku hizi kila kitu ni Kiinglish. Hiyo ilikuwa ni upige hii, utoe upige, utoe uzi, utoe uzi. Wewe ya kuchota bana. Una kangeta yenyewe ile ngumu. Mimi ndio nini? Alele. Wewe ushikanishi mbona? Hebu sasa niambie rudi hapa. Rudi ukae hapo uone kitu. Mimi nimekula mela kabisa. Banki zamani zetu pasta. Banki ilikuwa haina ile karatasi ya kununua dukani. Ni gazeti. Napiga moja. Nipiga moja naona nimejenga mtu hapa. Wewe yaani hatukuokoka kwa sababu tulitaka. Ni sadaka ilitolewa. Ni sadaka. Wakati nilimaanisha leo niko hapa. Ile roho ilitaka kuniua na polisi. Ilitaka bangi iniue. Ilitaka kukuka uniue. Leo imeenda hasara. Ninahubiri chini ya Yesu. Mataifa na mataifa na mataifa. Miguu yangu imewekwa kwa mataifa. Shote haleluya. Sasa mtu mwambie leo ni leo na badili
mimi natoa sadaka. Hata pale kanisani kwetu natoa sadaka. Wengine anatoa nyingi. Na usikiri nyingi. Sikwambii, lakini kwa sababu leo utoe sadaka. Itokea na unarudi nayo. Injili yake hapa naona shilingi 30, 20, 50. Achana naye. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaambie kitu. Mimi wakati nimekuwa mlevi, pesa kwangu ilikuwa sio shida, maana nilijinunulia mwenyewe. Nilikuwa nafanya biashara. Nimekuja kwa Yesu. Tena nilipomaanisha pesa ikaondoka yote. Aliyeondoa pesa yangu ni nani? Ni Shetani. Alisema na wewe, pesa tulikuwa tunakupatia hiyo leo. Sasa umekataa kulewa, hakuna pesa. Pepo sitakataa pesa zako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kushangaa. Unaweza kushangaa. Kwa nini tangu uokoke huna pesa? Unafikiri ni kanisa ina upako? Hicho ndio tunakoja kutabita. Unapigwa hapo sasa, unapigwa upande wa pesa. Ndio urudi nyuma ukatae wokovu. Usikatae wokovu. Toa sadaka, pesa zako zifunguke. Nasema ile hukumu unaona sana ambapo hukumu anayo zamani haijaletwa na hii kanisa, haijaletwa na mchungaji, haijaletwa na kukosa upako, ililetwa na kutotoa sadaka kwako. Piga ibilisi mchangani na matoleo mpaka asahau ile kinaendelea. Mwisho atakiwa. Haleluya. Mchangani ibilisi. Tabia yako ya kubeba kamsini. Kutoka ulipookoka sasa hivi naenda 17 years na bado unatoka 50. Hata mapepo yashazoea yanakuja na wewe ibada, mnafanya ibada, mnatoa 50 mnarudi nyumbani. Kata. Siku moja toa 100 iache hapa. Hiyo pepo baki. Unasema leo mimi naongeza 50 nyingine. Pepo zinaondoka zinasema leo ametutakaje. Tulizoea. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwani nani aliona mganga ameroga mtu bila sadaka kutolewa? Wale watu walikuroga. Unashindwa kutafuta manabii wa kutabirie, wa kuombea maana urogo. Walikuroga na santaka. Sasa ukitaka kupewa, maana wewe una kanisa lako, una madhabahu yako, na wewe pelekana sadaka za ibada zako hapa. Unamwambia tukutane kwa madhabahu. Si nimetambua unaniambia kwa madhabahu, na mimi naenda kwa madhabahu. Tukutane. Nikiweka yangu wekeni yenu. Tuone ni Mungu yupi mwenye nguvu. Shout hallelujah. Nani anaanza kuelewa kitu mpaka hapa? Hali yako haiwezi kubadilika kwa maana unakuja kanisani. Wakati hapa wale kitu kinaitwa madembo. Madembo ni miti mikubwa. Walikuwa wanaenda kanisa. Ndio walikuwa wanapeleka sadaka ndio mvua inyeshe. Wakati wanakumbuka hizo vitu. Kuna moja nilienda kukuta Mareleni. Mti mkubwa kama mkanju hivi. Kuna kuku zinapiga kelele kule chini. Jogoo zinawika. Tukaambiwa hapo ndio sadaka zinatolewa ili mji upone, kama kipindupindu kimekuja, kama kumekataa kunyesha. Yaani hata mjinga wa dunia ule dipu ile zombi la dunia linajua sadaka ndio inaleta kila kitu. Lakini tukiokoka tunakaa kama watu hatuna akili. Tunakuja ibada, kazi yetu ni shuka chini, panda. Mwanangu usipande tena, toa sadaka. Usishuke na kupanda, wewe toa sadaka. Wokoe roho yako. Mimi nashangaa tumeibishwa, hatukuchezeshwa vizuri. Usicheze vizuri leo. Toa sadaka ya ibada yako na uende nyumbani. Wajua tukiwa naambia washirika nini pale? Ukiniangalia mimi na mtafiti. Wewe nikomesha uwezi toka. Na nawapatia sababu ya kwanza, silipi Mungu. Wewe hamtatoa. La pili, sisomeni. Wewe hamtatoa. Na ya tatu, mimi vitu vyangu, pesa yangu. Wewe hamtatoa.
Lakini ningekuwa hapa nikihubiri napandisha hii. Haleluya. Bwana sio pale. Unajua Yesu ni Bwana. Ungeinuka uilete ya kunihurumia. Sasa msitoe kunihurumia. Toe kwa ajili ya Bwana. Bwana usitoe sadaka kwa kuhurumia pastor. Eti kwa kile leo ameongea sana. Nasikia progress ni kunyamazisha. Hiyo pia si sadaka. Hiyo si sadaka. Jifundishe kuja ibada ukiwa full packed. Full packed. Umevaa vizuri na Biblia yako na sadaka. Na unamwambia shetani angekutesa wiki hii, tukutane huko kanisa. Tukutane kwa madhabahu, niko sawa leo. Haleluya. Unatoa sadaka ya maana na unaenda nyumbani. Unamwambia tukutane kwako, niambie kama ile sadaka haikufanya kazi. Sema haleluya kama unanielewa. Kwa ukiangalia huyu mchungaji ni mafuta tu. Wacha mchungaji. Ukiangalia kwa huyo umeketi naye utatoa. Mimi nilianza kanisa hapa 05 hapa nikachuni shule. 05. Siku moja niko nyuma washirika wenye pepo wa mbele wa mama. Anauliza, "Umebeba sadaka yako?" 50. Nilipo 50 ya nini? Wewe umezuzuka. 50. Twende pale dukani tukapata change. Twende. Takupeleka. Akaomba change. Watu wa maduka wanateseka sana. Kila duka jani. Sasa kazi natafuta. Muulize jirani wako ukituma change hivi. Muulize. Sio umetuma change. Change ulikuwa unamfanyia nini? Kama sio kuwa kabisa una heshima na Mungu kupitia pastor. Unaona watu udharau Mungu kupitia pastor bila kujua. Sasa mbona ukaitisha change? Mbona ukaitisha change? Na ndio maana leo haitatendeka kwa hii kanisa. Mimi wanaambia watu siku hiyo kuzika. Siku hiyo kuzika. Wala kwenda kuona wagonjwa hospitali. Nimefundisha hiki kitu na kufundisha. Imenisaidia na imeponya kanisa. Mimi Kilifi hospitali si shahidi nilienda kugonjwa Kilifi. 21 years kwa huduma sijaenda Kilifi. Naenda kuona ushirika. Sijaenda Makadara. Ni moja tu nilienda kumuona. Naye alikuwa amepanda ana zamani kidogo akaondoka duniani. Eti ile hapo kumwangalia basi turudi naenda kushirika. 21 years sijawahi. Na sitaenda kwa nini nimewafundisha. Kile kinaweza kutetea maisha yako, mtumishi wa Mungu uliketi hapo. Sadaka zangu. Usiku haichukui maombi, inachukua sadaka. Na watu wa dunia wanajua wamepeleka sadaka kwa ajili yako. Jipiganie, wacha ukuu. Wacha kuuliza ni nani anahubiri. Toa sadaka anaenda nyumbani. Kama unaheshimu madhabahu, iweke sadaka hata kama pastor yuko. Weka sadaka. Ni wewe itakutetea. Mimi nimewafundisha kabisa. Ni kutoa utatoa. Na kama utaki kutoa weka. Takuwa sadaka ni kutoa. Kwa hiyo unapoingia ibada sio ya pastor Mulunje, ni ya Mungu. Hii ibada sio ya pastor, ni ya Mungu. Na kama ibada ni Mungu, basi hakikisha umepika madhabahuni kwa Mungu. Sasa nimekuambia shughulikia madhabahu yako ipate nguvu, usiku madhabahu za watu. Shughulikieni madhabahu yenu ipate nguvu. Hata usiku madhabahu za watu. Bwana Yesu asifiwe. Bado mnanitaka kama nimemalizana. Sadaka. First Chronicles chapter 29. Yakatamaga bosketele buya tababosia. Yesu. Hapa kuna mtu leo utoaji wake unabadilika kabisa. Na nimesikia kuwapenda, yaani tunapokea. Haleluya. Nikiwa hapa nimesikia mwingine anasema na nimeacha sadaka nyumbani. Sasa utapiga simu letee. Mwambie bodaboda nenda hapo kwangu. Nina kanisa Uganda. Sasa siku moja nikaenda mkutano. Nilifika siku ya pili. Kauliza jana.
Jana ametoa sadaka kiasi gani? Mitwaro huko ni elfu, mitwaro mitatu, hadi 3,000 za Uganda. 3,000 za Uganda ni shilingi 500 ya Kenya. Hata si 280. Nikamwuliza mtu ameketi mpaka kule. Hivi kumaanisha mtu anataka kutoa sadaka. Ulitaka kuja kule maharage vitoa na michele peke yake. Sasa basi, hakuna mtu ambaye atakayepata kutoa sadaka leo. Pigeni simu mletewe sadaka. Si walitoa. Hapa kuna mtu anakuja na pesa na anarudi nayo nyumbani. Anafima ibada, anaupa kometa. Hiyo ibada nataka 50. Hiyo nataka 25. Sema nitaacha. Sema kwa sauti kubwa nitaacha. Verse 11, 29 verse 11. First Chronicles 29 verse 11. Sikiza maneno ya Moses. Anasema nini? Bwana, ukuu wako na uwezo na nguvu na kushinda na enzi. Unasikia vitu vingapi ndivyo kwa Mungu? Ukuu, uweza, utukufu na kushinda na enzi. Maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako, Bwana, na umetukuzwa. Ukuu juu ya vitu vyote. Utajiri na heshima, oh my Jesus, kutoka kwako wewe. Nawe watawala juu ya yote. Na mkono mwako una uwezo na nguvu. Tena mkononi mwako una kuwatukuza na kuwawezesha watu wote. Basi sasa Mungu wetu, tunakushukuru na kukusifu jina lako tukufu. Lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa? Umefika kwa tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vinatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Siku utatambua ulicho nacho ni kwa amekupa, hautashika kutolea. Hautashika kutolea. Siku utakaa hivi ujue, uone kabisa eti nilicho nacho ni Mungu amenipa. Nitabeba kiwango gani cha sadaka leo? Nimpelekee aendelee kunitetea. Niendelee zake. Akaweza roho na kukataza pesa, akakupatia. Shetani anasimama pale kando. Anamwambia Mungu, sikia, umempa. Umeninyima mimi kumzuia, umempa. Ngoja tuone vile atakutii. Una 50. Unaenda pale ndani. Unaanza kusema, "Nenda mlete unga asima. Baadaye wekeni hapa ngano na mafuta tupike, sasa tumepata chakula ya mwezi." Shetani anaenda anamwambia, "Wewe nilikwambia usimpe. Angalia, amepata 50. Umeona haja alipa fungu la 10? Si umeona? Amekula. Kwanza yeye akuheshimu kabisa, akula fungu. Na wale mnakula fungu la 10, sikiliza niwaambie. Yaani kama kuna kitu pasi kula kabisa, afadhali ukombe mchana. Hapa kungekuwa na moja, hizo ni 3. Hii ni 5. Kungekuwa na 2, 6, 7. Pale kungekuwa na moja. Upande huu kungekuwa na ingine 9. Hapa kungekuwa na ingine 10. Hizo dirisha 10. Na ina milango mingapi? Miwili. Sasa milango ni miwili, dirisha ni miwili. Ni kumaanisha nini? Kwenye dirisha kuna vitu. Na Mungu hakuona kufananisha na milango ya mbinguni, maana milango haikuwa mingi forever. Milango ya kutokea haiwezi kuwa 3, 4. Utaona milango ya kutokea huwa ni miwili. Uingie na utoke. Madirisha ndio huwa ni mengi. Sasa unapokula fungu la 10, unajifungia madirisha ya mbinguni. Mbingu inaacha kukupa chochote. Unaoperate na mbingu iliyofungwa. Hata ukimwambia Mungu promotion, anashika promotion ya mwizi ilikuwa ya nini? Mwizi anapewa aje promotion? Yaani Mungu akupatia kuongeza mshahara, una 20 na unatoa shilingi 500. Una 20 na unatoa shilingi 150 fungu. Alafu unamwambia Mungu unataka promotion. Akuongeze pesa uendelee kuiba. Unaona inawezekana?
Haleluya. Fungu la 10 ndio kifunguo ya baraka ambazo huwezi hesabu. Na shetani anajua hiyo. Ndio maana atushika akasema msitoe fungu. Msitoe fungu. Tena amewakopa kabisa msitoe fungu. Hii fungu bado hata nini? Kuleni. Fungu la 10 linatolewa mpaka na watu waliokoka. Wanalitoa. Unamwona tajiri mmoja hapa anapeana pasta fungu. Haja ukoka. Maana anajua fungu linamimina baraka. Alafu anasema mimi Mungu nitamkemea yule anayeharibu mazabibu yenu inakutika kabla wakati wake. Sigeni waambie. Unaona hizi vitu vya deliverance twende kwa kanisa fulani tukafanyika ukombozi zimeletwa na kukula fungu. Chanzo chake ulikula fungu. Mama usikule fungu. Mungu atatemea mchana ukiwa umelala. Usikie mchana ndio unaenda kidogo na umelala. Kwa sababu fungu linasababisha Mungu akemee. Si tumesoma hapo, nami nitamkemea. Sio pastor, Mungu atamkemea. Yule anatesa watoto wako Mungu atamkemea. Anayetesa ndoa yako Mungu atamkemea. Chanzo fungu la 10. Namba 2, hautakutwa kazi kama unatimiza ndoto yako. Kama umeajiriwa ukasema nashukuru, sasa kupitia hii kazi nitajenga. Ukafungua biashara, ukasema kupitia hii biashara nitanunua shamba. Mungu atahakikisha kwa sababu ya uaminifu wako wa fungu la 10. Hiyo kazi imekujengea. Hiyo biashara imekununulia shamba. Si amesema nitahakikisha mzabibu wako haujakufutika kabla wakati wake. Lakini hapa kuna mtu unaona pasta nina nuksi ikiandikwa hapa miezi miwili. Miwili. Naona ni laana ya kwetu, hakuna laana. Chukua hii kitu na wewe fungu kamili. Mambo ya deliverance kununua utaacha. Maana sisi tunanunua deliverance, tunanunua maombi, tunanunua kwa sababu ya uvivu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Wale wadada mkopa mtu wale wanaokuja kuja hapo. Sikia nikwambie, lipa fungu. Tisa ni kutumbiwa, akaidika mtu mwingine kwa baya baya. Akaidika. Bwana atakatele. Lakini wewe unasikia kutumbiwa alafu mwisho unaambiwa naona tuache Bwana. Sawa. Ana ni sawa iko anga hiyo. Hakuna kitu Mungu anaona ni sawa. Wewe unamwibia. Wacha kumwibia mchumba wako ukae vizuri. Unaambia kama umeachana na mimi. Tunaona unaambiwa kwamba tena umeshaambia wazazi. Bwana ametenda hawa. Mungu brother, ndio mtu tena serious. Kila siku tunaongea. Mungu anaenda anafika mahali anakukuta wewe ni mwizi. Anasema na waizi mafungu yao ni nini? Ni vile vitu wanafanya viharibiki. Anasema kuharibika, fanya kazi yako, tafuta mahali kuharibika. Inaenda kwa kule uchumba. Alafu kwa hapa pastor niombe naona ni laana ya ukoo. Hakuna laana ya ukoo, ni laana ya Mungu mwenyewe. Si amesema nitakulaani. Tumesoma hapa. Na laana ya Mungu haiondolewi kwa magoyo. Inaondolewa kwa kufanya kile ulikataa kufanya. Wewe Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama hujaolewa, lipa fungu. Ndugu akija hataenda na mtu. Wewe Bwana asifiwe. Na kama hujaoa, lipa fungu. Dada akija hataenda na mtu. Lakini hii tabia yako kusema Mungu anajua. Kuoa ni lazima. Uongo. Paulizo wasema kwa wameuza. Waja paa. Kwa si lazima. Si lazima. Kwa watu wasioelewa si lazima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama unaelewa, anaingia kwa box na inapangwa ndoa kwa miezi mingapi? Miwili. Harusi. Miwili hata kama tutakata sima hapa tuiite date. Bora umepata mume. Bali kuna nini? Na wewe unajua kile unafanya. Bwana Yesu asifiwe. And by the way, kama umetafuta mume imekataa, waingie hata kuuliza unaitwa nani? Toa sadaka kwa Bwana. Hakuna amen sasa. Na wewe unamtolea sadaka Bwanako kila Sunday. Unamwambia Mungu, hii ni yangu, Bwanako. Mwisho atabeta, si wamemficha.
wachawi wamemzuia, waganga wamemzuia, wamatawa wamemzuia, wanamwacha, sadaka inateta nao. Mpaka unaona kabugu ndio hapo kama serious. Kana kwa sababu ni wana matanda ya mtu get man. Tuishi zote na samani kuishi na wewe. Nitakutunza. Twende kwa pastor. Kenya ndio kanakwambia twende kwa pastor, sio kalazimisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakuna jambo linalokuofisha ibada zako kama kukataa au kwenye ibada na au beba sadaka